Nichukue tena nafasi hii ya pekee kukukaribisha somo la 8. Tulikuwa na somo la 6, nifanye tu revision kidogo na nikuombe ndugu mtazamaji na msikilizaji unayefuatia Even on Health channel yetu. Tuna mfululizo wa masomo haya yatakuwa almost 16 mpaka 18. Ni vizuri sana ukapata kila somo na kulisikiliza, na ninakuhakikishia hautabaki ulivyo. Tenga muda wako, kaa chini, anza kusikiliza la kwanza, la pili mpaka mwisho. Hili la leo ni somo la 8. Wewe ambao hujalisikiliza la 6, hujalisikiliza la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5, la 6, la 7, na kushauri ili uweze kupata picha nzuri kulingana na tunachojifunza hapa, ni vizuri ukasikiliza haya masomo ya nyuma. Utanielewa zaidi au utakavyonielewa ukilisikiliza hili tu. Somo la 6 kidogo ili twende pamoja. Nianzie tu la 6 ili twende pamoja. Somo la 6 tulisema si kila mwanaume anapaswa kuwa mume. Kuna tofauti ya kuwa mwanaume na ya kuwa mume. Kuna utofauti kubwa sana. Si kila mwanaume ni mume. Tulipokuwa tukijifunza somo la 6 tukagundua sifa 7 ambazo mwanaume alipewa kabla ya mwanamke. Sifa ya kwanza, Mungu alimpa sura yake. Sifa ya pili, Mungu alimuumba kwa mfano wake. Sifa ya tatu, Mungu akampa bustani ya Eden, makazi. Sifa ya 4, Mungu akampa kazi, afanye kazi. Sifa ya 5, Mungu akamwandaa mwanaume kuwa mlinzi. Sifa ya 6, Mungu akamfanya mwanaume kuwaboresha, kuwafanya mwanamke akue, inaitwa cultivator ama cultivation. Lakini sifa ya 7, Mungu akampa mwanaume neno lake. Miti yote unaweza kula, mti huu usile. Mwanaume yoyote asiye na hizo sifa hafai kuwa mwanaume. Narudia tena, hizo ni sifa muhimu kwa mwanaume kuwa mume, na sio tu kuwa mume kwa sababu ana jinsia ya kiume. Mungu hakuwa mjinga baada ya kumuumba mwanadamu akiwa na sifa za kwanza 3 ambazo zilikuja automatically katika kuumba sura yake, mfano wake na kumpa utawala, lakini akamuongezea sifa zingine. Zipi? Akasema huyu mtu wa kiume ngoja nimtengenezee makazi. Kwa hiyo kwa mwanaume makazi ni muhimu kabla hajaoa. Mungu akasema huyu mtu wa kiume ngoja nimpe kazi ya kufanya. Kwa hiyo kazi kwa mwanaume ni muhimu kabla ya kuoa. Mungu hakuishia hapo, akasema nataka huyu mwanaume awe mlinzi kwa familia yake. Mungu akasema ilime na kuitunza. Kutunza ni kuilinda. Lakini sifa ya nyingine ambayo Mungu anampatia mwanaume, anasema awe cultivator. Sifa nyingine ambayo Mungu anampatia mwanaume, anampa neno lake. Mungu na mwanaume wanaongea pamoja. Mungu anataka mwanaume wa aina hiyo ndio aweze kusimamia familia. Somo la 7 tukaongeza kitu cha 8. Tukasema kuna vitu ambavyo Mungu alimpa mwanaume sawa na mwanamke. Vitu gani ambavyo Mungu alimpa mwanaume na mwanamke sawa? Sura ya Mungu, mfano wa Mungu na utawala. Wote wamepewa sawa, sura ya Mungu, mfano wa Mungu na utawala. Na wote waliambiwa wakazaliane. Lakini ukija kabla mwanamke hajakuwepo, tuliona wa kwanza kupewa sura ya Mungu ni mwanaume, wa kwanza kupewa mfano wa Mungu ni mwanaume. Tukaja kuona mwanaume akapewa vitu pia ambavyo mwanamke alivikuta mwanaume akiwa navyo. Sikiliza vizuri, kuna vitu mwanamke naye alipewa na Mungu, kwa sababu wakati Mungu anamuumba mwanamke, mwanaume alikuwa amelala. Mungu akachukua sehemu ya mwili wa mwanaume, akaupulizia pumzi ya uhai, akawa mwanamke. Mwanamke naye akawa ana sura ya Mungu, ana mfano wa Mungu. Na Biblia inasema mwanamke na mwanaume wote wameambiwa watawale. Kwa hiyo wakati mwanamke anakuja, alikuja akiwa na sura ya Mungu, mfano wa Mungu. Alikuja akiwa kama mtawala. Wakati mwanaume ameumbwa na Mungu, alikuwa na sura ya Mungu, mfano wa Mungu, na akiwa mtawala. Kwa hiyo wawili wakakutana, lakini mwanamke hakuja na makazi. Mwanaume alipoumbwa, Mungu akampa makazi. Mwanamke hakuja na makazi, ila makazi alishapewa mwanaume. Mwanamke hakuja na kazi, ila kazi alishapewa mwanaume. Mwanamke hakuja kuwa protector alishaambiwa mwanaume, kuwa mlinzi, mwanaume alishaambiwa. Mwanamke hakuja kufanya kucultivate, maana mwanaume alishaambiwa. Mwanamke hakuambiwa na Mungu miti yote kula, mti huu usile, maana mwanaume alikusha kuambiwa. Kwa hiyo hizo ni sifa ambazo binti kabla ya kujiengage kwenye mahusiano na mwanaume unayehitaji awe mumeo, lazima awe na hizo sifa, maana Mungu alianza kumpa mwanaume kabla. Mwanamke hakupewa hizo, ila alizikuta tayari mwanaume
amekwisha kuwa nazo. Ndio maana mwanamke anaitwa msaidizi wa nini? Wa nyumba ambayo Adamu alishakuwa nayo kabla hajaoa. Msaidizi wa nini? Wa kazi za Adamu alishakuwa nazo kabla hajaoa. Msaidizi wa nini? Kulinda kwa Adamu kabla hajaoa. Msaidizi wa nini? Kucultivate kwa mwanaume kabla hajaoa. Kwa hiyo mwanamke lazima ujue unakwenda kusaidia nini kwa mwanaume. Sasa kama mwanaume hana kazi, maana yake unakwenda kumsaidia kutokuwa na kazi. Na Mungu akukuumba mwanamke umsaidie mwanaume kutokuwa na kazi. Kama mwanaume hana makazi, maana yake unaenda kumsaidia mwanaume kutokuwa na makazi. Haukuumbwa hivyo. Na naposema makazi, sio lazima uwe umejenga nyumba. Hata kama umepanga, tayari ni kwako. Lakini tukaangalia mwanamke na mwanaume wakati wanaletwa na Mungu wakutane ili wawe mke na mume, kila mmoja alikuwa na kitu special. Somo la 7 samani. Ukienda kwenye somo la 7 utakuta hicho kitu special. Tumekisema kwa undani. Wakati mwanamke anaumbwa na Mungu, mwili wa mwanamke ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anahitaji kukaa ndani ya mwanamke na Roho Mtakatifu anahitaji kukaa ndani ya mwanaume. Kwa hiyo mwanaume aliye na sifa zote 7 akikosa Roho Mtakatifu ni kazi bure, na tuliona kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza 13, ukiwa nabii una upendo ni kazi bure. Tukaenda Wagalatia 5:22 na 23, tukaona upendo unaozungumzwa pale ni tunda la Roho Mtakatifu aliye ndani ya mwanadamu. Mwanadamu mwenye Roho Mtakatifu ndani yake, matunda yake ni upendo na amani itakuwepo. Kwa hiyo mwanamke anahitaji Roho wa Mungu na mwanaume anahitaji Roho wa Mungu kabla ya wawili kuwa mke na mume. Kwa hivyo ni muhimu sana, binti unayenisikiliza sasa, usianze kuwa na mahusiano na mwanaume kwanza, anza kuwa na mahusiano na Roho wa Mungu akae ndani yako, ili tunda la upendo litokee ndani yako, maana itakuwa amani ndoa yako. Vivyo hivyo mwanaume, pamoja na kwamba una makazi, unachapa kazi, unajishughulisha, usisahau mahusiano yako na Mungu, maana mahusiano yako na Mungu yatasaidia kwenye ndoa yako. Hilo ni somo la 8. Tafadhali nenda ulisikilize. Nimeyasema haya masomo mawili ili twende kwenye hili la somo la 7 samani, sio la 8, maana leo ndo tunakwenda la 8. Nimeyasema haya mawili ili upate picha kile tunachojifunza na usimiss hata mojawapo. Sasa twende somo la leo. Kama una kumbukumbu na kama umelisikiliza somo la 7, tuliishia mahala tukasema hivi: je, mwanaume anaruhusiwa na Mungu kuoa mke zaidi ya mmoja? Hivi Mungu alituruhusu wanaume tuoe mke zaidi ya mmoja? Hebu twende vizuri. Kama ulinifuatiliza mwanzo, wakati Mungu anaumba alisema amemuumba mtu mwanaume na mtu mwanamke kwa mfano wake. Kwa hiyo mwanaume kaumbwa kwa mfano wa Mungu na mwanamke kaumbwa kwa mfano wa Mungu. Lakini mwanamke hayuko sawa na mwanaume na mwanaume hayuko sawa na mwanamke, na hawa wote wawili waliambiwa watawale. Je, Mungu alimuumba mwanaume ili awe na mwanamke zaidi ya mmoja? Leo duniani tuna elimu nyingi. Zipo elimu zinazofundisha inaruhusiwa, na watu wana evidence wanazitoa kwenye Biblia wakionyesha kwamba mwanaume mmoja anaruhusiwa kuwa na wanawake zaidi ya mmoja. Lakini hebu turudi kwenye Biblia inasemaje? Na ninaposema turudi kwenye mafundisho halisi, pointi yangu kubwa, sitaki twende kwa kusikiliza watu, kwa sababu kila binadamu duniani ana mitazamo yake. Leo ukiingia kwenye mtandao kuhitaji kusoma, mimi ni msomaji mzuri wa vitabu, kila mtu kaandika kitabu, viko vitabu vya kila aina. Lakini je, hipi taarifa sahihi inayopaswa kuifata? Maana taarifa ni nyingi duniani na si kila taarifa ni sahihi, ila zipo taarifa sahihi ambazo ukizifata utakuwa sehemu salama. Je, kuhusiana na ndoa, ipi ni taarifa sahihi? Kuwa na mke zaidi ya mmoja ama kuwa na mke mmoja? Tanzania tuna makabila, tuna tamaduni, tuna mila zetu, tuna jamii zetu. Mimi kabila yangu ninakotokea kule kwetu ilikuwa ni fahari kwa mwanaume kuwa na mke zaidi ya mmoja. Hiyo ni tamaduni zetu ambazo tunasema culture. Lakini pia tuna tradition, mila zetu. Je, mila tulizo nazo zimetoka wapi? Sikiliza vizuri. Mfano, Tanzania leo tuna mikoa. Na tukisema Tanzania tunazungumzia huku bara na kule kwa wenzetu Zanzibar. Tuna mikoa. Ndani ya hii mikoa tuna makabila yetu yanayotutofautisha. Upande wa wenzetu kule wana mikoa 5 kama sikosei. Huku Unguja iko 3 na kule Pemba iko 2. Sisi huku pia tuna mikoa ya kutosha. Nisikilize vizuri. Ndani ya hii mikoa, kwa mfano kabila labda Wapare, Wagogo, Wakuria, tuna tamaduni ambazo tumezaliwa tumezikuta za mababu na mababu na mababu zetu.
Moja ya tamaduni ambayo tumeikuta ni mwanaume kuwa na mke zaidi ya mmoja. Utakuta nyumbani baba ana wake wawili, kuna nyumba kule ya mke mdogo, kuna nyumba ya mke mkubwa na kuna nyumba ya baba. Kwa hiyo baba anakuwa na zamu tu ya kwenda kwa mke mdogo, ya kwenda kwa mke mkubwa, alafu ana kwake. Tumekuwa kwenye hiyo cycle. Kwa hiyo since tunadhaliwa mpaka tunakuwa watu wazima, tuko kwenye hayo maisha. Na yanaonekana ni maisha ya kawaida tunayopaswa tuishi. Lakini zilipokuja imani hizi kwenye Afrika, tumepitia mambo mengi. Imani zilizokuja, ziko zinazosema unaruhusiwa kuoa mke zaidi ya mmoja, ziko zinazosema hapana, unapaswa uoe mke mmoja. Lakini kuna mila zetu tulizozizoea wenyewe zinasemaje na zenyewe una uwezo wa kuoa mke zaidi ya mmoja. Lakini sasa turudi kwenye chanzo. Hivi ni wapi tunaweza kupata taarifa sahihi? Ni kwenye mila, kwenye desturi? Kwa sababu makabila kwenye Biblia yana mwanzo. Makabila yanaonekana kwenye kitabu cha Mwanzo 11. Watu waliposema waungane pamoja watengeneze mnara ili gharika ikija tena, maji yakija kuteketeza dunia, watengeneze mnara ili wasiteketee, wapande huo mnara ufike mbinguni, ndipo Mungu akachafua lugha zao. Hapo ndipo zikatokea lugha tulizo nazo. Kwa hiyo Upare ulitokea hapo, Ugogo ulitokea hapo, Kuria ulitokea hapo, Ujita na makabila mengine yalitokea. Kwa hiyo matokeo ya makabila kibiblia ni machafuko. Mungu alifanya vile kwa sababu binadamu alikuwa na dhamiri hovu kinyume na Mungu. Lakini je, huyu Mungu aliyesababisha makabila yatokee pale, ndio zikatokea hata hizo nchi tunazo, nchi sijui Misri, Egypt, Tanzania, zilitokea kutokana na hayo makabila. Je, huyu Mungu aliyechafua yakatokea makabila, yeye aliplani nini duniani kiwepo? Ukirudi kwenye kitabu chetu ambacho ndio msingi, Yesu aliusema kwenye kitabu cha Mathayo 19 fungu la 3. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliwaumba mwanzo, aliumba mtu mume na mtu mke? Mwanzo. Je, mwanzo ni wapi? Kitabu cha Mwanzo kwenye Biblia, kitabu cha Mwanzo 1 fungu la 1 inasema hivi, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, Kiswahili. Lakini napenda Kiingereza, inasema in the beginning. In the beginning, ndani ya mwanzo. Sikiliza vizuri, ndani ya mwanzo. Mungu, yeye Mungu hana mwanzo, kwa sababu alikuwepo kabla hajaanzisha ambavyo sisi tunavisema ni mwanzo. Kwa hiyo Mungu hana mwanzo yeye, ila ndani ya Mungu kuna vitu alivyovianzisha. Hebu elewa hapo vizuri. Mungu mwenyewe hana mwanzo, ila ndani ya Mungu kuna vitu ambavyo Mungu amevianzisha. Ndio maana napenda Kiingereza naposema in the beginning, ndani ya mwanzo, ambaye ndani ya nani? Ya Mungu. Mungu ndiye aliyesema. Ukisoma hapa anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Inaaminika mbinguni ni kwa Mungu, nchi ni dunia yetu tunayoishi sisi. Lakini kabla Mungu hajaumba mbingu alikuwepo. Kwa hiyo Mungu hahitaji mbingu ili awepo, ila Mungu aliamua mbinguni yawe makazi yake na alipatengeneza yeye. Kwa hiyo Mungu ni wa kwanza kabla ya chochote kuanza, na yeye hana mwanzo. Sasa tunapokuja kwenye taasisi ya ndoa, Yesu anasema hamkusoma hapo mwanzo. Tunarudi mwanzo ni wapi? Mwanzo ni Mungu. Okay, Mungu alianzisheje ndoa? Aliyoianzisha Mungu. Na unisikilize hapa vizuri, sio ndoa tunazofikiria sisi, sio tunavyotaka sisi, kwa sababu wakati Mungu anaanzisha taasisi inayoitwa ndoa, wewe hukuwepo. Ni yeye alifanya anavyotaka. Kwa hiyo mimi Peter leo siwezi kuja duniani nikataka kwenda kinyume na Mungu alivyotaka. Hata kama nina mawazo yangu naweza kufikiria nikasema okay, hebu ngoja twende hivi. Sipaswi kwenda kinyume na Mungu alivyoplani. Maana Mungu ndio mwanzilishi. Ndio maana hata anapomuuliza Yesu, unaweza kumwacha mwanamke kwa kila kosa? Yesu anaambia hamkusoma hapo mwanzo, hebu rudini, Mungu alitakaje? Sasa turudi kwenye Biblia. Mungu yeye alitakaje? Aliyeanzisha ndoa yeye alitakaje?
Ukisoma kitabu chako hiki nimefafanua vizuri sana. Mungu mwanzoni wakati anaumba, alimuumba mtu mwanaume, akamuumba mtu mwanamke. Na unisikilize, wanawake hawakuchagua wao jinsia, wala wanaume hatukuchagua sisi jinsia. Aliyebuni jinsia ni Mungu yeye mwenyewe. Yeye ndiye aliyetaka awepo mwanaume na yeye ndiye aliyetaka awepo mwanamke, na Mungu ndiye aliyetaka iwepo ndoa. Sasa swali langu liko hapa, hebu fikiria tu, usicomplicate, take time to think. Fikiria tu kibinadamu, kama Mungu alitaka mwanaume mmoja awe na wanawake 3, 4, 5, 6, kwa nini Mungu alimuumba mwanaume mmoja na mwanamke mmoja? Kwa nini asingeumba mwanaume mmoja na wanawake 3? Yaani hii haihitaji hata shule. Ni kufikiri tu. Yaani rudi tu mwenyewe, kaa ufikirie. Kama mwanzilishi wa taasisi ya ndoa ndiye aliyeitengeneza na ndiye aliyetaka iwepo, angekuwa anahitaji mwanaume mmoja awe na wanawake 6, 7, 4, 5, kwa nini mwanzoni alimuumba mwanamke mmoja na mwanaume mmoja? Na angalia anavyosema kwenye Mwanzo 2 fungu la 21, 22. Nitaishia la 24 ndo nalihitaji zaidi. Fungu la 21 anasema hivi: Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akaufunika nyama mahala pake, na ule ubavu alioutwaa katika Adamu Bwana Mungu akamfanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Fungu la 23, Adamu akasema, sasa huyu ni mifupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Fungu la 24 lilokuwa nalihitaji. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na sio na wake zake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Mwanzilishi wa ndoa akati anamuumba Adamu, alienda kwa Adamu akachukua ubavu wa Adamu akamtengeneza mwanamke. Hebu tuseme Mungu alikuwa anataka Adamu awe na wake 3. Kwa nini alivyochukua ubavu wa Adamu asitengeneze wanawake wawe 3? Kwa nini alimtengeneza mmoja? Alafu anasema hivi, hawa wawili wamekuwa mwili mmoja. Anasema fungu la 24, kwa hiyo mwanamume na mwanamke watawaacha baba yake na mama yake, nao wao wawili wataambatana, maana wamekuwa mmoja. Na hiki ndicho Yesu anakisema kwenye kitabu cha Mathayo 19 fungu lile la 4. Yesu anasema hivi, akajibu akawaambia, mkusoma kwamba yeye aliyewaumba mwanzo alimuumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Yesu ananukuu kwenye Mwanzo Mungu alivyoanza kutengeneza taasisi inayoitwa ndoa. Ukienda fungu la 5 akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha. Fungu la 6, hata wamekuwa si wawili tena. Yaani hapa hawajasema hata wamekuwa sio 3 tena, hata wamekuwa sio 4 tena. Biblia inasema hivi, hata wamekuwa si wawili tena. Manake kuna mwanaume na mwanamke wawili. Hakusema hapa hata wamekuwa si 6 tena, hata wamekuwa si 7 tena, hata wamekuwa si 4 tena. Biblia inasema hata wamekuwa si wawili tena, bali mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Hapa izungumziwi wake wawili, hapa izungumziwi kuwa na mke 3, 4. Hakuna kitu kama hicho hapa. Hapa inazungumziwa mwanaume mmoja, mwanamke mmoja. Ukisoma Biblia yako, Mungu alivyotaka ndoa iwe sio sawa na mawazo yako unavyotaka. Leo tuna mawazo mengi duniani. Kuna mtu anasema mwanaume hawezi kukaa na mwanamke mmoja. Unajua mwanaume, nani amekuongopea? Wewe unayesema hivyo umesoma sayansi ambao Mungu ndio mwanzilishi. Wewe unayesema hivyo, mbona kuna wanaume wapo na mwanamke mmoja? Hayo ni mawazo yako. Kwa sababu kama Mungu aliona mwanaume hawezi kukaa na mwanamke mmoja, basi na uhakika Mungu mwenyewe angetutengenezea wake wawili. Lakini Mungu alianza na mmoja. Rudi kwenye Biblia yako, hakuna mahala Mungu alimuumba mwanaume alafu akaumba wanawake 4. Sasa hii concept imetokea wapi?
Hii elimu ya kwamba mwanaume anaweza kuoa mwanamke zaidi ya moja imetoka wapi? Leo binadamu tunafanya tafiti nyingi sana. Kuna moja ya tafiti ambayo niliisoma, sina uhakika nayo, ila niliisoma na share na wewe. Wanasema katika viumbe Mungu aliyowaumba, kiumbe ambaye ana protini nyingi sana ni sokwe. Kwa hiyo ukimla sokwe umepata kiasi kikubwa cha protini. Lakini Biblia inaelekeza wanyama wanaopaswa waliwe, sokwe haliwi. Kwenye wanyama wanaopaswa waliwe, sokwe haliwi. Na kwa sababu hiyo hatumli sokwe hata kama ana protini nyingi. Kwa hiyo una uwezo wa kusoma kitu ukagundua. Kugundua kitu hakumaanishi ugunduzi wako unamzidi Mungu. Hata kama wewe umegundua ulichogundua, bado Mungu ana maelekezo katika vitu ulivyovigundua, kwa sababu uelewa wako wewe haumfikii yeye. Wewe una uelewa mdogo, yeye anaona zaidi yako. Kwa hiyo usijifanye wewe una busara na kuelewa kuliko Mungu. Ni vizuri sana kurudi Mungu alivyotaka, usijifanyie unavyotaka, maana pindi utakapoanza kuishi unavyotaka utakosea. Sasa ni wapi unaishi unavyopaswa na ni wapi unaishi unavyotaka? Sikiliza vizuri. Kuna kuishi unavyotaka na kuna kuishi unavyotakiwa. Usichanganye hivi vitu viwili. Kuishi unavyotaka maana yake unaamua wewe unavyotaka. Sasa kwenye ndoa una uwezo wa kuishi unavyotaka, lakini ukiamua kuishi unavyotaka haina maana umebadilisha Mungu alivyotaka. Lakini kuna kuishi kwa aliyeumba anavyotaka. Ndio maana mfano, mimi nina simu hapa nimeinunua. Hii simu aliyoitengeneza ameniambia kwamba isiingie maji. Nachukulia mfano, hii mimi nimeambiwa naweza nikaingia nayo kwenye maji, ingawa bado mimi mwenyewe tu na shida ya kuingia nayo. Kama nimeambiwa hii naweza kuingia nayo kwenye maji, maana yake usiingie nayo kwenye maji. Maana yake aliyeitengeneza hii simu amesema nisiingie nayo, lakini hanilazimishi. Na uwezo wa kuingia nayo ikaharibika. Makosa sio yangu. Makosa sio yake, ni yangu. Kwa nini? Kwa sababu sijataka kwenda anavyotaka, nimejiamlia mwenyewe. Aliyeitengeneza ndiye anayejua ikiingia maji nini kinatokea. Mimi sijui. Sasa niwaombe binadamu wenzangu, tufate maelekezo ya Mungu, tuache busara zetu sisi binadamu. Wakati Mungu anamuumba mwanaume na mwanamke na akawaambia waoane, mke na mume, na wawe mwili mmoja, Mungu hakuumba mwanaume mmoja na wanawake 6 au 3. Mungu aliumba mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Hivyo ndivyo Mungu anavyohitaji ndoa iwe, na si vinginevyo. Na hiyo iko kwenye Mwanzo 3, Mwanzo 1 na Mwanzo 2. Na Yesu alipoulizwa swali na Mafarisayo alilifaa huku. Naomba nimalizie kusoma tena reference ambayo Yesu alilifaa. Sikiliza, ilikuwa ni issue ya taraka, lakini Yesu alilifaa wapi? Kitabu cha Mathayo 19 fungu la 3. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyeumba mwanzo aliumba mtu mume na mtu mke? Mwanzo Mungu aliumba mtu mume na mtu mke. Fungu linalofuata, fungu la 5, akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Unafahamu hili fungu la 5 Yesu amelikopi kama lilivyo kwenye Mwanzo 1 fungu la 24. Atamwacha babake na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili wamekuwa mwili mmoja, na sio wakewe. Fungu la 6, hata wamekuwa si wawili tena. Hapa ametumia neno kabisa, si wawili tena, na hajasema hata wamekuwa sio wanne tena. Maana hapa Mungu alihesabu mwanaume na mwanamke, akasema wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Kwa hiyo kuna elimu ya uelewa wa wanadamu na kuna elimu Mungu alivyotaka iwe. Mimi nakushauri leo, fata Mungu alivyotaka. Na nakwambia hivi, mimi nimefanya kabisa research, nimekaa na watu kuzungumza nao. Hata kama watu watajionyesha kwa nje wana amani, wenye ndoa zaidi ya mke mmoja, lakini niamini mimi, kuna tatizo. Hata kama watapretend vipi, kuna tatizo. Chochote kile ukienda kinyume na aliyekitengeneza, ukakifanya unavyofikiria wewe,
tayari akitakuwa salama. Sasa somo linalofuata la 6, kama Mungu alisema tuwe na mke mmoja, mbona Ibrahimu alikuwa na Hajiri na Sara? Mbona Yakobo alikuwa na wake 4 kwenye Biblia? Inakuwaje unasema tuwe na mke mmoja? Je, Biblia inajipinga? Somo la 9 na kukaribisha. Mungu akubariki sana unapojiandaa kushiriki pamoja nami.